Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Mpango wa kimkakati wa China wa mitandao 6 kuchochea uwekezaji na kukuza uchumi katika nusu ya pili ya mwaka. China yavutia watalii zaidi wa kigeni kutokana na urithi wa kitamaduni na sera rafiki za visa. Na wazee milioni 2 wenye ulemavu wapokea ruzuku ya huduma za uangalizi nchini China mwaka huu wa 2026. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na mpango wa kimkakati wa China unaojulikana kama mitandao 6, yani 6 networks, unatarajiwa kuongeza uwekezaji wenye tija na kuimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo katika nusu ya pili ya mwaka huu. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. China inapanga kuwekeza kiasi cha matrilioni kadhaa ya yuan kupitia mpango wa mitandao 6 mwaka huu wa 2026, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupanua mahitaji ya ndani ya nchi na kudumisha kasi ya ukuaji wa uchumi. Mitandao hiyo 6 inajumuisha mtandao wa maji, gridi mpya za umeme, mtandao wa uwezo wa kompyuta yani computing power, mtandao wa mawasiliano wa kizazi kijacho, mtandao wa mabomba ya chini ya ardhi mijini, pamoja na mtandao wa usafirishaji na ugavi wa bidhaa. Kwa upande wa kifedha, miradi hiyo itahitaji uwekezaji mkubwa na inatarajiwa kuwa nguzo muhimu ya kuimarisha uchumi wa taifa. Mitandao 6 itajengwa kwa kuunganisha kwa kina teknolojia za kidijitali na teknolojia za kijani. Tunatarajia mpango huu kuleta mabadiliko makubwa kutoka katika kuongeza ukubwa wa miundombinu hadi kuboresha ubora na ufanisi wake. Pia utasaidia kuziba mapengo yaliyopo katika miundombinu ya sasa na wakati huo huo kufungua fursa mpya za maendeleo. Mitandao 6 pamoja na miradi mingine ya miundombinu na huduma za umma inatarajiwa kuvutia uwekezaji wa takriban yuan trilioni 7 sawa na dola za Marekani trilioni 1.04 mwaka huu. Utekelezaji thabiti wa miradi hii utatoa mchango mkubwa katika kuongeza kasi ya ukuaji wa uwekezaji nchini kwa mwaka mzima. China imeendelea kushuhudia ongezeko la watalii wa kigeni msimu huu wa kiangazi, huku urithi wake wa kipekee wa kitamaduni pamoja na sera rafiki za visa vikichangia kuvutia wageni kutoka mataifa mbalimbali. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, zaidi ya raia milioni 22 wa kigeni waliingia China, ikiwa ni ongezeko la asilimia 20.4 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Takribani robo tatu ya wageni hao walinufaika na sera ya kuingia nchini China bila visa. Ongezeko hilo linachangiwa na hatua za China za kupanua sera ya kutohitaji visa kwa baadhi ya wageni, kurahisisha mfumo wa malipo kwa kutumia simu za mkononi, pamoja na kurejesha ushuru wa bidhaa mara moja kwa wasafiri wanapoondoka nchini. Maeneo ya kihistoria jijini Beijing yameendelea kuwa kivutio kikubwa kwa watalii wa kigeni, huku wengi wao wakielezea kuvutiwa na historia ndefu ya China pamoja na maendeleo yake ya kisasa. Watalii kutoka Hispania nao walielezea mambo yaliyowavutia zaidi walipokuwa nchini China. I'm glad that I been able to see places that had thousand years of history. I also try to fit into society and maybe try to watch some video on WeChat and Alipay to see maybe some cultural changes between Italy and China. Mtalii mwingine alisema ununuzi wa bidhaa za kitamaduni ulimpa uzoefu wa kipekee zaidi wakati wa safari yake nchini China. We've seen people in the past, doing Tai Chi, dancing as well, and also doing karaoke in the park in the evening, and we love it. Takriban wazee milioni 2 wenye ulemavu nchini China wamepokea ruzuku ya serikali ya kununua huduma za uangalizi hadi kufikia sasa mwaka huu. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Masuala ya Kiraia ya China iliyotoa taarifa hiyo Alhamisi katika mkutano na waandishi wa habari. Hamis Darwesh anaripoti zaidi.
Ruzuku hiyo hutolewa kwa wazee ambao wamefanyiwa tathmini na kubainika kuwa na ulemavu wa kiwango cha wastani au zaidi. Tathmini hiyo huzingatia uwezo wao wa kufanya shughuli za kila siku pamoja na hali zao za kiakili, hisia na utambuzi. Serikali ya China ilianzisha rasmi mpango huu wa kitaifa mwanzoni mwa mwaka 2026 baada ya kufanyia majaribio kwa miezi kadhaa katika baadhi ya maeneo. Hadi sasa, watoa huduma za uangalizi wa wazee nchini kote wamepokea zaidi ya yuan bilioni 9.5 sawa na takriban dola milioni 957 za Marekani kupitia malipo yaliyogharamiwa na ruzuku hiyo. Wizara hiyo pia inakadiria kuwa mpango huu umechangia ukuaji wa sekta ya huduma za uangalizi wa wazee kwa thamani ya takriban yuan bilioni 29 kwa kuongeza mahitaji ya huduma na kuchochea maendeleo ya sekta hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za soko, thamani ya soko la huduma za uangalizi wa wazee nchini China ilifikia dola bilioni 183 za Marekani mwaka 2025. Inatarajiwa kuongezeka hadi dola bilioni 362 ifikapo mwaka 2034, ikiwa na wastani wa ukuaji wa 7.87% kwa mwaka katika kipindi cha 2026 hadi 2034. Ukuaji huu unachochewa na sera za kitaifa zinazoweka huduma za wazee kuwa miongoni mwa vipaumbele vya maendeleo ya nchi. Kati ya mwaka 2019 na 2024, serikali ya China iliwekeza zaidi ya yuan bilioni 550 katika kuboresha huduma hizo. Aidha, matumizi ya akili mnemba AI na roboti katika utoaji wa huduma kwa wazee yanaongezeka kwa kasi, huku soko la roboti za kuwahudumia wazee likizidi thamani ya yuan bilioni 30. Wakati huo, China inaendelea kupanua mfumo jumuishi unaounganisha huduma za afya na uangalizi wa wazee katika taasisi maalum, ngazi ya jamii na majumbani. Kampuni za bima zimewekeza zaidi ya yuan bilioni 234 katika maendeleo ya huduma hizo. Maendeleo haya yanatarajiwa kuendelea kupanua soko la huduma za uangalizi wa wazee nchini China na kuboresha ustawi wa idadi inayoongezeka ya wazee. Na kwingineko basi ni kwamba China imefikia hatua nyingine muhimu katika teknolojia ya ujenzi wa reli baada ya mashine kubwa zaidi duniani ya kuchimba handaki kwa ajili ya reli ya mwendokasi kukamilisha uchimbaji wa handaki chini ya mto Yangtze. Mafanikio hayo yanatarajiwa kuwezesha treni za mwendokasi kupitia chini ya mto huo kwa kasi ya kilomita 350 kwa saa. Simiyu Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Mashine hii iliyobuniwa na kutengenezwa nchini China kwa ajili ya miradi ya reli ya mwendokasi ilifanikiwa kukamilisha uchimbaji wa handaki chini ya mto Yangtze siku ya Alhamisi. Hii ni mara ya kwanza kwa treni ya mwendokasi nchini China kuweza kupita chini ya mto Yangtze kwa kasi ya kilomita 350 kwa saa, hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa katika teknolojia ya ujenzi wa handaki za reli zinazovuka mto. Handaki hili lenye urefu wa kilomita 14 linaunganisha wilaya ya Chongqing jijini Shanghai na mji wa Taikang katika mkoa wa Jiangsu. Mradi huu umejengwa kwa viwango vya juu zaidi vya ujenzi wa reli zinazovuka mito nchini China na unatajwa kuwa miongoni mwa miradi migumu zaidi ya miundombinu kuwahi kutekelezwa nchini China. Mhandisi mkuu wa mradi huu kutoka kampuni ya China Railway Tunnel Group, Li Bin, amesema mashine hii na urefu wa mita 148, uzito wa takriban tani 4,000 na kichwa cha kuchimba chenye kipenyo cha mita 15, na hivyo kuwa mashine kubwa zaidi duniani ya aina yake kwa ajili ya ujenzi wa reli ya mwendokasi. Mashine hii inayofanya kazi bila mwendeshaji iliweza kuchimba umbali wa kilomita 11 mfululizo chini ya mto Yangtze na kuweka rekodi mpya nchini China kwa mashine za kuchimba handaki zenye kipenyo cha mita 15. Ujenzi wa handaki lote unatarajiwa kukamilika ifikapo mwisho wa mwaka 2026. Baada ya kuanza kutumika, mradi huu utaipa wilaya ya Chongming huduma ya reli ya mwendokasi kwa mara ya kwanza, huku ukipunguza muda wa safari kutoka Chongming kupitia Taikang hadi kituo cha reli cha Baoshan mjini Shanghai hadi dakika 17 pekee, hatua itakayoboresha kwa kiasi kikubwa usafiri na mawasiliano ya kikanda. Utumiaji wa teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji umeanza kubadilisha maeneo ya jangwa katika mkoa wa Xinjiang kaskazini magharibi mwa China kuwa mashamba yenye rutuba ya nyasi za malisho. Mbali na kusaidia kurejesha mazingira, mradi huo pia umefungua fursa mpya za uzalishaji na kuongeza kipato cha wakulima. Ronald Mutie ana
anatueleza zaidi. Kilimo cha nyasi za malisho katika mji wa Kunyu, mkoa unaojiendesha wa Xinjiang, kimeanza kubadilisha maeneo yaliyokuwa jangwa kando mwa jangwa la Taklamakan kwa mashamba yenye rutuba, hatua inayochangia urejeshaji wa mazingira na kukuza uchumi. China imeendelea kutekeleza miradi ya kupambana na kuenea kwa jangwa la Taklamakan, jangwa la pili kwa ukubwa duniani. Miradi hiyo pia imewezesha uzalishaji wa mazao katika maeneo yaliyokuwa hayafai kwa kilimo. Mashamba hayo yanaonekana kwa miduara mikubwa ya kijani kutokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji maji unaozunguka, unaokoa kati ya 30% hadi 50% ya maji ikilinganishwa na umwagiliaji wa kawaida. Kwa sasa nyasi aina ya alfalfa zinavunwa kwa mashine zinazolinda mizizi yake ili ziweze kuota tena, huku shamba moja likivunwa mara kadhaa kwa mwaka mmoja na kuongezea mapato ya wakulima. Kila unapopanda mbegu, lazima uwe na wasiwasi kuhusu ukuaji wake. Ni kama kulea watoto wachanga. Baada ya kuzaliwa, unapaswa kumtunza kila mmoja wao. Kubadilisha jangwa kuwa ardhi inayofaa kwa kilimo hunipa hisia kubwa ya mafanikio na furaha ya kweli. Kuanzia kupanda hadi kuvuna, kuona mimea ikikua kunanifanya niipende zaidi kazi hii na ardhi hii. Baada ya kuvunwa, nyasi hukauka kwa siku 2 hadi 3 kabla ya kuhifadhiwa kwenye marobota. Wakati huo nyasi aina ya oatgrass hupandwa kwa ajili ya chakula cha mifugo na kusaidia kuimarisha mchanga. Baada ya kugundua miche ya oatgrass ilikuwa inakauka, Shui ambaye ni mkulima na timu yake walibaini tatizo lilikuwa ni vizibo kwenye mifumo ya umwagiliaji, na wakaboresha mfumo huo kwa kuunganisha umwagiliaji na uwekaji wa mbolea kwa usahihi. Kupitia juhudi hizi, Bwana Shui na timu yake sasa wamefanikiwa kulima zaidi ya hekta 600 za ardhi ya jangwa kwa nyasi za malisho na wanatarajia kupanua zaidi mradi huo. Sekta ya roboti za binadamu nchini China inaendelea kukua kwa kasi, huku ubunifu na ushindani vikichochea matumizi mapya ya teknolojia hiyo. Roboti ambazo hapo awali zilikuwa zikitengenezwa kwa ajili ya mahabara za utafiti sasa zinatumika katika viwanda, elimu, utafiti na maeneo ya burudani. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Uwepo wa roboti za binadamu nchini China unaongezeka kwa kasi, huku wadau wapya wakichochea ushindani na ubunifu wakati sekta hii inavyobadilika kutoka maabara za utafiti hadi matumizi halisi ya dunia. Kampuni ya Agibot iliyoko Shanghai inayojulikana pia kama Zhiyuan Robotics imekuwa mtoa huduma mkubwa zaidi wa roboti za duniani tangu mwaka 2025, na roboti zake sasa zinafanya kazi katika baadhi ya sehemu za burudani, maabara za utafiti, madarasa na katika mazingira ya viwandani. Kwa mujibu wa mkuu wa mstari wa uzalishaji wa kampuni hiyo, Bwana Wang Chuang, China inaweza kuzalisha bidhaa zenye thamani kubwa na za teknolojia ya juu ambazo sio tu za ubunifu, bali pia za bei nafuu, za kuaminika na salama. Unaweza kuchukua moja ya roboti za Agibot moja kwa moja kutoka kwenye mstari wa uzalishaji na ukaifanya itembee kutoka ziwa la Jingji lililoko Suzhou hadi eneo la Band lililoko Shanghai bila kuanguka hata mara moja. Kutokana na Wang, hivi sasa hali kuu za matumizi ni kwanza, katika ukusanyaji wa data za roboti na mafunzo; pili, katika ziara; kwanza, katika ukusanyaji wa data za roboti na mafunzo; pili, katika ziara ya ukumbi wa maonyesho na mapokezi ya wateja; na tatu, katika upangaji na onesho, pamoja na utafiti wa kisayansi na elimu katika mazingira ya viwandani. Kasi ni polepole kidogo, lakini roboti tayari zimeanza kutumika. Roboti iliyotolewa hivi karibuni na International Data inaonyesha kuwa mwaka 2025 usafirishaji wa kimataifa wa roboti za binadamu
uliongezeka hadi roboti 18,000 na baada ya mwaka huu kutakuwa na ongezeko la 508%, huku kampuni za China zikichukua sehemu kubwa ya soko. Mwaka jana mapato ya kimataifa kutoka roboti za binadamu yamefikia takriban dola milioni 440. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第3课，我在画画呢。 Tafadhali soma pamoja nami. 太阳，太阳。月亮，月亮。跑步，跑步。 爷爷，爷爷。 奶奶，奶奶。 唱歌，唱歌。 跳舞，跳舞。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali yasome pamoja nami. 让，让。 让我说，让我说。 让我看看，让我看看。 Sasa tujifunze jambo kuu la leo. 在呢。 他在做什么呢？他在画画呢。他们在做什么呢？他们在跑步呢。他们在做什么呢？他们在上课呢。他在做什么呢？他在打篮球呢。他们在做什么呢？他们在踢足球呢。他在做什么呢？他在学习呢。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.